nimejiseti alafu kumbe bado hawajanisetisha. Jina niliopewa na wazazi wangu na nikalipenda, Harris Newman Kapiga. Huyu mkalimani wa lugha ya alama, jina alilopewa na wazazi wake, si kama amenituma, na yeye akalipenda, Fausta Salakana. Sasa kazi kubwa ambayo tumepewa sisi hapa ni kuhakikisha wewe unakula, unashiba na unashiba vizuri zaidi kwenye rada ya Central ya Clouds TV. Kwa niaba ya wote walioandaa, tunakukaribisha, karibu sana. Asante sana ndugu yangu kwa ajili ya kunipa nafasi hii. Rada leo inaanzia mkoani Simiyu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali iko mbioni kujenga shule maalumu ya wavulana kwa ajili ya kanda ya Ziwa, ambapo ujenzi huo utafanyika mkoani Simiyu. Huyu ni Mwajab Shafi, amepewa dhamana atujuze undani wa taarifa hii iliyoandaliwa na Anastasia Pro. Kauli hiyo imetolewa leo wakati akizungumza na wananchi wa mkoa wa Simiyu mara baada ya kuzindua rasmi shule ya sekondari ya wasichana ya mkoa wa Simiyu, ikiwa ni katika mwendelezo wa ziara yake anayoifanya kanda ya Ziwa. Rais Dr. Samia amesema kuwa ujenzi wa shule hiyo unalenga kuongeza fursa za elimu ya ubora kwa watoto wa kiume wenye uwezo mkubwa kitaaluma, ikiwa ni mwendelezo wa juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kuinua kiwango cha elimu nchini. Tunajenga shule hizi kwa sababu katika mkondo wa kawaida watoto wa kike hasa mikoani hata walikuwa wakifaulu, wengine wakiachwa tu. Lakini jengine sasa, shule hizi zinawapa nafasi ya kuja kama shule maalum kwao. Lakini jengine ni kwamba watoto wa kike walikuwa nyuma sana kwenye masomo ya sayansi, na hawa ndio tunawategemea wawe madaktari, wawe mainjinia, wawe wauguzi, wawe mambo mengi ndani ya nchi yetu. Sasa shule hizi zinawapa nafasi maalum ili watoke hapa wakiwa wana sifa za kwenda kwenye maeneo mbalimbali. Mbali na hilo, Dr. Samia amesema kuwa licha ya serikali kujenga shule hizo, pia serikali imejenga shule za VETA, na katika mkoa wa Simiyu tayari shule hizo zimejengwa ili wanafunzi waweze kujiendeleza katika masomo yao. Tunajenga pia shule za VETA, shule za masomo ya amali na masomo ya ufundi. Na hapa Simiyu tunakuja kujenga moja. Mkoa mmeshajenga tayari ipo shule ya VETA, ili watoto wetu watakaotoka shule hizi hawakupata sifa za kwenda chuo, wanajiunga pale VETA ili wapate maarifa na amali ya kuweza kuendesha masomo yao. Lakini hata wale waliotoka kidato cha 4 wanaweza pia kuingia VETA ili waendeshe masomo yao. Uzinduzi wa shule ya sekondari ya wasichana Simiyu hadi kukamilika kwake umegharimu shilingi bilioni 4.45. Bilioni 4.45. Baada ya kutoka Simiyu, sasa tuko Dar es Salaam. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeahirishwa mpaka Julai 1 mwaka 2025, siku ambayo mkurugenzi wa mashtaka DPP anatazamiwa kutoa uamuzi wa shauri hilo kama lipelekwe Mahakama Kuu au vinginevyo. Juma Mohamed amepewa kibali na rada, ameangazia kesi hiyo na hii ni taarifa yake. Hivi ndivyo namna ambavyo mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu alivyotinga ndani ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu majira ya saa 2 asubuhi, akiwa chini ya ulinzi mkali kwa ajili ya kuendelea na kesi mbili zinazomkabili, ambazo ni kesi ya uhaini na ile ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Kesi ya uhaini ambayo imetajwa leo chini ya hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga imeahirishwa mpaka Julai 1 mwaka huu, huku upelelezi ukiwa umekamilika na kwamba jalada tayari lipo mezani kwa mwendesha mashtaka. Na tunaamini kwamba kuna mambo yatakuwa yamefanyika
mpaka tarehe hiyo, na kwa sisi tutakuja, mawakili tutakuja, lakini tutakuwa kama observers kwa ajili ya kumpa ushauri wa kisheria na nini, lakini hatutaingia katika quorum unless atupe maelekezo tofauti. Kama nilivyosema, hii ni sehemu ya mikakati. Kesi nzito kama hii ambayo wenzetu wamekaa wakapanga mikakati ya kumshtaki, na yenyewe pia inahitaji mikakati mahususi na thabiti kabisa ya kuweza kupambana nayo. Katika hatua nyingine, wakili Kibatala amesema mteja wao ameamua kujitetea mwenyewe katika kesi hiyo kutokana na kunyimwa baadhi ya haki zake za msingi, ikiwemo kukosa kuonana na mawakili wake pamoja na haki ya kuabudu na kufanya mazoezi. Uongozi wa jeshi la magereza katika kesi hii wamebehave katika namna ambayo kidogo inashangaza. Nilieleza kwamba mazingira ambayo tunakutana nayo tunapokwenda gerezani, unaongea naye kupitia kwenye glass panel, unaongea kwa simu. Mambo mengine ni ya kimkakati, kwa sababu kuna mojawapo ya misingi ya sheria ya kuwakilishwa inaitwa attorney client privilege. Kuna mambo ambayo mnaongea na mteja wako mtu mwingine yote duniani hapaswi kuyafahamu, na wewe wakili huwezi kulazimishwa na mtu yoyote duniani kuyasema. Suala lingine linalolalamikiwa na Lissu pamoja na mawakili wake ni kitendo cha kuchanganywa na wafungwa waliohukumiwa kunyongwa huko gerezani, kama anavyoeleza wakili Jebra Kambole. Lakini sheria inakataza mtu raia wa kawaida kukaa na wafungwa ambao wamehukumiwa kunyongwa. Kwa nini sheria inakataza? Kwa sababu mtu ambaye amehukumiwa kunyongwa hana cha kupoteza. Anaweza akakudhuru, anaweza kufanya chochote kwa sababu adhabu yake ipo. Kesi nyingine namba 8606/2025 ya kutoa taarifa za uongo mtandaoni inayomkabili Lissu imesikilizwa mahakamani hapo kwa shahidi mmoja upande wa mashtaka kutoa ushahidi, ambao hata hivyo imeahirishwa mpaka Julai mosi mwaka huu. Wenzetu wanadai ni afisa wa polisi, ana cheo cha inspector, kwamba yeye ni mtaalamu au mchunguzi wa makosa ya kimtandao. Ndio shahidi alivyosema. Narejea tena, tulikuwa tumejiandaa na bado tunajiandaa kuonyesha kwamba story hiyo sio story ya kweli, lakini hatuwezi kusema huko hadharani barabarani. Tunamsubiri kwenye kizimba siku yoyote. Basi hayo ndiyo ambayo yamejiri katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Juma Mohamed na hii ni Clouds. Bado tukiendelea kumulika Dar es Salaam, mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade yenyewe inatarajia kuanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa uboreshaji wa uwanja wa maonesho ya Julius Nyerere maarufu kama Sabasaba, utakao gharimu zaidi ya shilingi bilioni 800, lengo likiwa ni kuboresha viwanja hivyo kuendana sasa na matakwa ya kimataifa. Asante sana Philip Mwihava, umetengeneza taarifa hii, inaletwa kwetu na Pili Makana. Pamoja na hatua hiyo, pia uboreshaji wa uwanja huo wa maonesho umelenga kuifanya Tanzania kuwa na kituo bora cha biashara barani Afrika ambacho kitachochea biashara nyingi zikiwemo za Watanzania. Hivyo wawekezaji wa ndani na wa nje wanahitajika katika kuhakikisha azma hiyo inatimia. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika utambulisho wa mradi wa kuendeleza uwanja wa maonesho wa Mwalimu Nyerere, mkurugenzi mkuu wa TanTrade Latifa Hamisi amesema mradi huo utatekelezwa kupitia ubia na sekta binafsi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali katika kuvutia mitaji na uwekezaji kutoka mataifa mbalimbali duniani. Kama nilivyosema, tumekuwa tukifanya kazi pamoja na kituo cha PPP, tunasema PPP Center, na tukipata ushauri mbalimbali wa kitaalamu katika kuhakikisha kuwa mradi huu unatekelezwa kwa tija, uwazi na kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Maeneo makuu yatakayotarajiwa kuendelezwa kupitia mradi huu ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya maonyesho ya kisasa. Tunajenga miundombinu ya maonyesho yenye viwango vya kimataifa. Kutakuwa kuna maholi makubwa ambapo ndani yake hayo maholi yatakuwa yanatumika kwa masuala mbalimbali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, David Kafulila, amebainisha kuwa uwekezaji huo una tija kubwa katika kuongeza mchango wa sekta ya huduma katika pato la taifa, sambamba na kutoa fursa kwa serikali kutekeleza miradi mbadala ya kimkakati. Service industry ndio sehemu kubwa ya uchumi. Kwa kadiri uchumi unavyokuwa, sekta ya huduma inaongezeka mchango wake kwenye uchumi, ikifuatiwa na sekta ya viwanda kwa maana manufacturing, na sekta ya kilimo inazidi kuwa ndogo. Haimaanishi kwamba inakuwa ndogo kwa maana ya kiasi, isipokuwa tu ushindani ule wa sekta ya huduma unakuwa mkubwa zaidi.
Asante sana. Serikali ya Tanzania kupitia ubalozi wa Burundi nchini Tanzania imesema kwamba itaendelea sasa kushirikiana na taifa la Burundi katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni mashirikiano katika diplomasia, siasa na uchumi kwa maslahi endelevu ya taifa. Hayo basi ikiwa ni utekelezaji wa ajenda kukuza biashara kati ya Burundi na Tanzania. Kwa hisani ya rada, huyu hapa ni Rajab Chwaya anatujuza zaidi. Ni sehemu ya mwendelezo wa ushirikiano wa kidiplomasia kati ya taifa la Burundi pamoja na Tanzania, ambapo jopo la wasanii kutoka Burundi halikusita kutengeneza wimbo maalum unaoelezea ushirikiano huo ambao umejikita kuimarisha sekta ya kiuchumi katika mataifa haya mawili. Mara baada ya kufika katika ardhi ya Tanzania, wasanii hawa walipata fursa ya kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo bandari ya Dar es Salaam pamoja na station ya reli ya kisasa ya SGR, kama inavyoelezwa na mkuu wa msafara huu alipokuwa akiwaongoza wasanii hawa. Tunazungumza miundombinu kama reli ya kisasa ya SGR pamoja na bandari ya Dar es Salaam, ikiwa ni kufikia malengo ya serikali katika diplomasia ya uchumi. Sasa wasanii wenyewe kwa nafasi yao nao wakapata fursa ya kueleza kile ambacho kimewasukuma wao kutengeneza wimbo huu ambao kimsingi ni wimbo wa kimkakati unaoelezea mafanikio ya kibiashara ama fursa za kibiashara zilizopo kati ya taifa la Burundi pamoja na Tanzania. Kwanza ningependelea nimshukuru Mungu. Napendelea nishukuru Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na rais wa Tanzania Mama Samia. Tumekuja bandarini hapa, tumepokelewa vizuri, na ukizungumzia kuhusu hii diplomasia ya kibiashara ambayo ipo kati ya hizi nchi mbili, ni kwamba sisi tunafuraha sana. Nadhani kwamba ukija kutizama hata upande wa biashara, watu ambao wanakuja kununua vitu hapa na kuvipeleka fast tofauti, Burundi tuko mstari wa mbele sana. Ndani wema wetu Burundi na Tanzania. Ni sehemu ya kionjo ambacho unakisikia katika wimbo huo ukielezea fursa za kibiashara kutoka jiji la Bujumbura hadi hapa jiji la kibiashara la Dar es Salaam. Dhamira ikiwa ni moja tu, kuendelea kuimarisha ushirikiano huu ili mataifa haya yazidi kusonga mbele katika vizazi vya hivi sasa na vizazi vya hapo baadaye. Mimi ni Rajab Chwaya. Burundi tuko fasi nzuri sana. Kwingineko, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi wa majumbani, chama cha wafanyakazi majumbani hapa nchini kimeiomba serikali kuweza kuridhia sasa na kupitisha mkataba nambari 189 wa kazi za staha ili nao waweze kupata haki zao. Taarifa ya Mahija Zayumba inasimuliwa kwako na Nura Mohamed. Wafanyakazi wa majumbani ni sekta ambayo imekuwa ikionewa kwa muda mrefu kwa kuwa hawachukuliwi kama wafanyakazi wengine kutokana na kufanyiwa vitendo vya ukatili kutoka kwa waajiri wao. Hii leo katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi wa majumbani, wameamua kuonyesha moyo wa mawingu kwa kutoa misaada mbalimbali katika hospitali ya rufaa ya Amana iliyopo jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa majumbani nchini, Zanini Athmani, anaeleza lengo la kutembelea hospitalini hapo na kupokelewa na muuguzi msimamizi wa wodi ya watoto wachanga, Mary Machange. Sisi kama wafanyakazi wa majumbani tumeungana kwa pamoja, tumetafuta kitu kidogo ambacho kama hiki tumekuja kuleta hapa katika hospitali ya Amana ili kuwasaidia wakina mama na watoto. Kwa sababu ni nini tumeguswa? Kwa sababu tumeona sisi katika kazi za majumbani asilimia kubwa watu tunawahudumia ni mama pamoja na watoto. Kwa hiyo kwa wageni wetu pia mliotuletea vifaa kama hivi, yani ni faraja kubwa, kwa sababu wale watoto ambao wametupwa, wameokotwa, watoto ambao mama zao wamefariki, ndugu wameenda kuzika, wanasubiri mpaka wamalize taratibu za kuzika, ndio tunatumia vifaa kama hivi. Pamoja na kuonyesha moyo wa mawingu, wafanyakazi hao wakaeleza changamoto wanazopitia kutoka kwa waajiri wao na kuiomba serikali iweze kuridhia mkataba wa kazi za staha namba 189 ili nao waweze kuthaminiwa na kutambulika. Tunaomba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan
kabla hili bunge la Jamhuri la Muungano Tanzania kuisha, tunaomba uridhie mkataba namba 189 wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani. Kwani mkataba huu umetulenga sisi wafanyakazi wa majumbani, haukuwalenga watu wengine, na haki zetu zote zimeorodheshwa katika mkataba ule: masaa ya kazi, mkataba wa ajira, likizo ya uzazi, likizo ya mwaka. Hasa sisi wafanyakazi wa majumbani, kwa sisi wanawake tunateseka sana. Wagala Shungu ni mwanasheria kutoka chama cha wafanyakazi wa majumbani CHODAU, anaeleza hatua zilizofikiwa mpaka sasa katika uridhiaji wa mkataba huo. Tumeahidiwa kabla ya bunge kufungwa, mkataba wao wa kimataifa namba 189 utaanza kujadiliwa bungeni na hatimaye kuridhiwa. Kwa hiyo naomba sana serikali yangu irizie mkataba wa kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani. Wafanyakazi wa majumbani ndio walezi, na wameonyesha umoja wao kwa kuja hapa hospitali na kuleta vifaa kwa ajili ya mama, kwa ajili ya watoto, kuonyesha ni kiasi gani wao ni wanafamilia, lakini ni kiasi gani pia wao ni walezi ambao wanajali jamii yetu. Rada kimataifa. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanikiwa kudhibiti anga la Tehran, mji mkuu wa Iran, ikiwa ni sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi iliyoanzishwa mnamo Juni 13 mwaka 2025. Abel Mponela, tunakushukuru sana kwa hii taarifa ambayo umeiandaa na unaisimulia wewe, imeandaliwa na Aziz Kindamba. Kwenye taarifa iliyotolewa na msemaji wa IDF, Brigadier Generali Efie Defrin, inasema kwa sasa tunaweza kusema kuwa tumepata udhibiti kamili wa anga la Tehran, mwisho wa kumnukuu. Hii inamaanisha kuwa ndege za kivita za Israel sasa zinaweza kufanya mashambulizi bila upinzani mkubwa kutoka kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Mashambulizi ya anga ya Israel yameleta madhara makubwa. Kwa mujibu wa taarifa, maeneo kadhaa muhimu ya kijeshi nchini Iran, ikiwa ni pamoja na miji ya Tehran, Isfahan na Kermanshah, yalishambuliwa vibaya mno. Vituo vya uzalishaji wa makombora, viwanda vya nyuklia na maeneo ya majeshi ya Iran viliharibiwa vibaya. Katika juhudi za kupunguza madhara kwa raia, IDF imetoa amri ya kuhamasisha wakazi wa baadhi ya maeneo ya Tehran kuondoka kabla ya mashambulizi zaidi. Hii ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha usalama wa raia na kupunguza athari za vita. Ingawa IDF imefanikiwa kudhibiti anga la Teherani, lakini hali bado ni tete. Iran inatajwa kujibu mashambulizi zaidi, na mizozo ya kijeshi inaweza kuenea katika kanda nzima. Nchi za kigeni, ikiwa ni pamoja na Marekani, zinahofia athari za mzozo huu kwa usalama wa kimataifa. Vikosi vya ardhini vya Iran vimeanza kujiandaa kwa uvamizi wa ardhini, lakini hadi sasa Israel haijashuka ardhini. Wanatuma tu drones za upelelezi wakiharibu kwa ufanisi bila kumwaga damu. Jeshi la Marekani linafanya mikutano ya dharura, huku Urusi na yenyewe ikiitisha kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Dunia inataka kuona amani na suluhu ya mzozo huu inapatikana, lakini mataifa haya hayapo tayari kwa hilo kwa sasa. Hizo ni taarifa za kimataifa kupitia Rada. Asante sana Abel Mponela kwa hiyo taarifa iliyoandaliwa na Azizi Kindamba. Rafiki yako mwewe pia huwa kila siku lazima aone jambo. Sasa leo ameona kitu gani? Mimi nikuombe. Karibu. Safi. Mubashara kabisa katika hili lililowahi kumuumiza sana mwewe. Nani kalitimiza? Nani kalifanikisha hili? Hata maskani hii sasa inakalika. Mwanzoni mwewe alipita hapa sio mara moja, mara kadhaa, na akarudi tena na tena, akarudi tena, lakini hakukuwa na badiliko lolote hapa. Na zaidi, maskani hii wahusika wakaamua kuihama kabisa, wakashindwa hata kujadiliana, mtacheza hamchezi, unadaiwa na shirika, sisi ndio tunawadai wao. Hatukupata jibu la moja
moja kwa moja kisa Chemba ilikuwa inatoa harufu kali sana hapa, lakini mwewe akaendelea kulisemea zaidi na zaidi na zaidi tena, wala hakuchoka. Hatimaye wahusika wakasikia sauti ya mwewe, wakafika site, wakalifanyia kazi, na sasa Chemba imeishajengwa, maskani panakalika. Sasa mijadala sasa itajadilika, hata eneo hili linaonekana sasa kuwekwa maua. Baada ya muda patakuwa kama bustani ya Eden hapa, si unaona Hii safi sana jamani, hongera zenu manispaa ya Kinondoni, mmefanya poa sana. Hapa kuna maskani nyingine pia imeongezeka, bila ninyi vijana wasingekutana. Hongera kwenu sasa, na siku zote mwewe anasema mmepoa. Leo kafurahi sana, kesho nayo ni siku, huyu anaachia mbawa zake.